Nimewaita hapa kuzungumza na vijana wenzetu wa Tanzania nzima kupitia ninyi. Kwanza kabisa ni wasalimu vijana kwa salamu za chama na salamu ya baraza letu ambao ni vijana ni nguvu ya mabadiliko. Tarehe 12 ya mwezi wa 8 kila mwaka ni siku mahususi kwa ajili ya kuadhimisha siku ya vijana duniani. Siku hii ni kwa ajili ya kutambua mchango wa vijana katika maendeleo ya jamii na kutafuta suluhu ya kudumu katika utatuzi wa changamoto zinazowakabili vijana. Wazo la kuanzisha kwa siku ya vijana duniani lilitolewa mwaka 1991 na vijana waliokutana kwa mara ya kwanza chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa Vienna, Austria. Na mwaka 1998 mkutano wa Umoja wa Mataifa chini ya azimio namba 5/120 likaipitisha siku hii ya vijana kuweza kuadhimisha duniani kote na likaipitisha tarehe 12 ya mwezi wa 8 kuwa siku ya vijana duniani. Mwaka 1999 tarehe 17 Disemba, siku hiyo azimio namba 54/124 la Umoja wa Mataifa likaidhinisha rasmi tarehe 12 mwezi wa 8 kila mwaka kuadhimishwa kwa ajili ya kukumbuka na kutambua mchango wa vijana katika maendeleo ya jamii na kutafuta suluhu ya kudumu ya kutatua changamoto zinazowakabili vijana na kutoa nafasi hiyo kwa ajili ya vijana kujadili juu ya mustakabali wao katika jamii na ni kwa namna gani wanaweza kushirikiana na vijana wengine duniani kote katika kuendeleza mahitaji mahususi kwa ajili ya vijana. Maadhimisho ya kwanza siku ya vijana duniani yaliadhimishwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2000 na huo ndio ukawa mwanzo wa vijana wote duniani kuitumia siku hiyo mahususi kabisa kwa ajili ya kujadili changamoto zao, kutengeneza sauti ya pamoja juu ya changamoto zinazowakabili na kujadili hatima yao katika maendeleo ya jamii na katika masuala yote ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Baraza la Vijana Chadema tumekuwa tukiadhimisha siku hiyo muhimu sana kila mwaka. Na huwa tunaifanya katika maeneo tofauti tofauti kadri inavyoamliwa na baraza na kamati tendaji ya Baraza la Vijana wa Chadema Taifa. Mwaka 2022 tuliadhimisha siku hii ya vijana duniani mkoani Shinyanga tarehe 12 mwezi wa 8. Mwaka 2023 tukaadhimisha siku hii muhimu mkoani Mwanza. Mwaka 2024 wakati tukienda katika tukio la kuadhimisha siku ya vijana duniani tukakutana na udhalimu wa chama tawala ambao hautamani vijana wakutane, kujadili na kupanga ni namna gani wanaweza kutengeneza hatima bora ya maisha yao. Malengo ya siku ya vijana duniani ni kuangazia changamoto zinazokabili vijana, kukuza ushiriki wetu katika maamuzi ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na kutambua mchango wetu katika jamii. Pamoja na kukuza ushirikiano wa vijana duniani kote. Siku hii ni kwa ajili ya kuangalia vijana wa Tanzania ni kwa namna gani tunaweza kushirikiana na vijana wengine duniani, ni kwa namna gani tunaweza kushiriki katika kutekeleza sera za kimataifa na jumuiya ambazo Tanzania ni washirika katika jumuiya hizo zote. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwa ajili ya kujadili changamoto za vijana, kujadili changamoto za kisiasa, kijamii, kiuchumi na katika kutafuta namna gani tunaweza kuwa na ushirika bora wa kiteknolojia na ushirika wa kimataifa ndani ya nchi zote ambazo zipo katika ushirika wetu sisi kama Tanzania na ambazo nchi yetu imekuwa mshirika katika masuala ya kimkataba ya kikanda na kimataifa. Siku hii ni fursa ya kujadili ajira na ujasiriamali wa vijana, elimu na maendeleo ya ujuzi, ushiriki wa vijana katika uongozi na siasa, ubunifu, teknolojia na uchumi wa kidijitali, afya na ustawi wa vijana. Kwa ni siku muhimu sana kwa vijana wote. Ninasikitika kwamba nchi yetu haijawahi kuipa thamani siku hii muhimu, ni kwa sababu haijawahi kutambua umuhimu wa vijana duniani na umuhimu wa vijana Tanzania. Siku hii inatumika mahususi kwa ajili ya kuonesha ni kwa namna gani vijana ni msingi wa maendeleo duniani, ni msingi wa maendeleo katika jamii zao. Ni siku hii inatengeza mwanya wa kuwapa vijana nafasi ya kutumika kuwa nguzo ya maendeleo na si tishio kama ambavyo katika nchi yetu imekuwa ikitambulika. Kwa hiyo ni siku mahususi kwa ajili ya sisi vijana kujenga mwanga na kujenga msingi wa kuonesha kwamba tunapaswa kuwa chanzo na msingi mkuu wa maendeleo kwenye nchi yetu, si kama tishio au tunavyotengwa kama ilivyo sasa. Kikao cha kamati tendaji ya Baraza la Vijana Chadema Taifa kilichoketi tarehe 28 ya mwezi wa 5 pale Dodoma kiliazimia kwa pamoja kuwa maadhimisho ya siku ya vijana duniani kwa vijana wote wa Chadema kwa mwaka huu yatafanyika mkoani Dodoma, maeneo ya Dodoma mjini. Sambamba na kauli mbiu ya kimataifa ambayo ni vijana kukuza ushirikiano wa kimataifa kupitia teknolojia na ubia, yani Youth Advancing Multilateral Cooperation through Technology and Partnership. BAVICHA tutaongozwa na kauli mbiu ya kijana na katiba. Kauli hii ni mahususi kwa ajili ya kuhamasisha vijana wote nchini kwetu kuwa mstari wa mbele kupigania upatikanaji wa katiba mpya. Katiba si hitaji la kisiasa pekee,
bali ni mustakabali wa vijana wa kesho na kesho kutwa. Taifa linalowashirikisha vijana katika katiba yake linatengeneza kesho iliyo bora ya vijana na kesho iliyo bora ya jamii nzima. Kwa hiyo ni msingi huu na ni mwanzo huu kupitia siku hii ya vijana duniani na kauli mbiu ambayo BAVICHA tumechagua ya kijana na katiba, kuhamasisha na kuwaomba vijana wenzetu wote wa Tanzania nzima kushiriki kikamilifu, kupaza sauti yao na kuinuka sasa kudai upatikanaji wa katiba kama suluhu ya matatizo sugu na changamoto sugu ambazo zimekuwa zikilikabili taifa letu. Hiyo ndio kauli ambayo itatuongoza, ni kijana na katiba, na tumekwisha kuanza kutumia kauli hiyo. Hata t-shirt niliyovaa hivi sasa imeandikwa kijana na katiba. Ni t-shirt mahususi ambazo zitavaliwa kwenye maadhimisho yetu ya siku ya vijana duniani, na tutaongozwa na kauli hiyo itukumbushe kwamba ni wajibu wetu sisi vijana wa Tanzania, ni wajibu wetu vijana wa Chadema kupigania upatikanaji wa katiba mpya kwenye nchi yetu kama suluhu ya matatizo sugu na changamoto ambazo zimekuwa zikitukabili kama jamii. Kupitia siku ya vijana tutakuwa na mijadala mahususi sana itakayojadili juu hatima ya vijana wa nchi hii, mustakabali wetu wa vijana kiuchumi, kijamii na kisiasa. Pia tutajadili masuala ya kisera na kikanuni kuelekea kukuza ushirikiano wetu na vijana wa nchi nyingine duniani kote. Tutajadili juu ya sera ya vijana ya Afrika Mashariki ya mwaka 2013. Tutajadili juu ya azimio la SADC kuhusu maendeleo na uwezeshaji wa vijana wa mkakati wa Umoja wa Mataifa namba 5 wa mwaka 2030. Tutajadili juu ya mpango kazi wa Jumuiya ya Madola wa uwezeshaji wa vijana wa mwaka 2015. Tutajadili lengo namba 2 la malengo endelevu ya Afrika la mwaka 2063. Yote ni kutuwezesha vijana kuendana na kasi ya uwezeshaji na ukuaji wa vijana wengine duniani kote. Ni kweli kwamba nchi yetu imesaini mikataba hiyo, imesaini mikakati na makubaliano hayo, lakini imekuwa itekelezeki kila mara. Kwa hiyo ni jukumu letu kutumia siku ya vijana duniani kujadili juu ya sera ya maendeleo ya vijana ya Afrika, kujadili sera ya maendeleo ya vijana ya Afrika Mashariki, kujadili mkakati wa uwezeshaji wa vijana wa SADC, kujadili juu ya mpango namba 5 wa Umoja wa Mataifa juu ya vijana mwaka 2063, kujadili juu ya maendeleo endelevu na ni kwa namna gani sisi vijana wa Tanzania tunaweza kuendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia na kasi ya maendeleo ya vijana wengine duniani kote. Hatupaswi kuwa nyuma wakati vijana wengine wa nchi nyingine duniani wakiendelea kukua. Ni fursa yetu sasa, niombe vijana wengine wote wa Tanzania kuitumia siku hii ya vijana duniani kujadili ni kwa namna gani tunaweza kuendana na sera nyingine za kimataifa, za kikanda ambazo nchi yetu ni wanachama na ambazo nchi yetu imesaini, kwa sababu sera hizi zote zimeweka msingi imara wa kumtambua kijana kama nguzo kuu ya maendeleo. Zimeweka msingi imara kwa namna gani vijana kwenye jamii zao wataweza kulinda haki zao, wataweza kusimama imara na kuwa katika nguzo ya maamuzi ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Kwa ni jukumu letu sasa kuweza kukumbushana juu ya sera hizi. Na niwakumbushe vijana wenzangu wote Tanzania nzima kwamba sera hizi zimekuwa zitekelezeki na hazijadiliwi kwa sababu wamezifanya sera hizi kuwa kificho. Sasa sisi BAVICHA tumedhamiria na tumekusudia kuhakikisha kwamba sera hizi za kimataifa, kikanda na kijumuiya tunazijadili kwa kina kupitia siku ya vijana duniani na kuonesha ni kwa namna gani tunapaswa kutimiza wajibu au nchi yetu tunapaswa kutimiza wajibu kutekeleza sera hizo ili kutengeneza kesho bora ya kijana na kuhakikisha kijana anakuwa na msingi bora wa maendeleo. Itakuwa ni siku muhimu sana ya kufungua mjadala mpana. Itakuwa ni siku muhimu sana ya kufungua mjadala mpana ni kwa namna gani serikali dhalimu imekwamisha upatikanaji wa baraza la vijana la taifa ambalo lingekuwa jukwaa huru la kutukutanisha vijana wote wa Tanzania nje ya itikadi za vyama vyetu, kujadili juu ya mustakabali wa taifa letu, kujadili juu ya hatima yetu kama vijana na kuwa na jukwaa la pamoja ambalo lingetusaidia kutatua changamoto zetu kama vijana nje ya itikadi za vyama vyetu. Itakuwa ni msingi wa kujadili na kutengeneza mustakabali wa pamoja. Lakini itakuwa ni msingi wa kutoa maoni yetu juu ya sera hizi na kutoa maoni yetu ni kwa namna gani sera hizi zitekelezwe. Tunakuwa na mwanya wa kuboresha na kutoa maoni. Tukutane siku hiyo tuweze kujadili kwa kina ni kwa namna gani tunapaswa kushiriki na kuendana na kasi ya ukuaji wa vijana duniani kote. Nitumie fursa hii kualika vijana wote wa Chadema na vijana wengine wa Tanzania nzima kwenye siku hiyo muhimu kuwa tukutane mkoani Dodoma mjini kwa ajili ya maadhimisho haya muhimu sana kwetu vijana. Zaidi ya vijana 3000 wa Chadema watakutana pale mkoani Dodoma kwa ajili ya kuadhimisha siku ya vijana duniani. Ni siku muhimu ambayo itatukutanisha kwa pamoja, ni siku muhimu ambayo itatupa fursa ya kushiriki katika programu mbalimbali. Tutakuwa na programu za kimichezo, tutakuwa na programu za kijamii na tutakuwa na programu za kisiasa za kushiriki kwa pamoja na kujadili kwa namna gani tunaweza kuwa na Tanzania bora, Tanzania ambayo ni kwa ajili yetu sote. Vijana ndio msingi wa kutengeneza taifa letu. Tukiwa imara leo, tutajenga taifa lililo imara kesho na kesho kutwa, na tutakuwa na msingi bora wa maendeleo ndani ya taifa letu. Nitakuwa ni fursa pia kujadili kwa namna gani tunaweza kuwa na njia bora ya kulinda rasilimali zetu na sisi wenyewe vijana kuwa wanufaika wa rasilimali zetu. Tusishie tu kuwa watumikaji wa kisiasa na kusindikiza watu wengine wakifanikiwa kwenye siasa, bali tutengeneze msingi wetu wa kisiasa. Dodoma itakuwa ni Chadema na vijana wote wa Chadema watakutana Dodoma. Ni tarehe 12 mwezi wa 8, siku ya vijana duniani. Tukutane Dodoma mwaka huu, tunawakaribisheni wote. Na niwaagize wajumbe wote wa kamati tendaji na wenye viti wa majimbo, mikoa na kanda wa Chadema, baraza la vijana Chadema, kuanzia sasa kuanza maandalizi kama ambavyo kikao cha kamati tendaji kiadhimia na kupitisha
ya kwenda kwenye siku ya vijana duniani na kushiriki mkoani Dodoma. Kila mkoa, kila jimbo na kila kanda ihakikishe wanafika Dodoma tarehe 12 mwezi wa 8 kwa ajili ya kuadhimisha siku hii muhimu ya vijana duniani kote. Na niweke nukta nzuri hapo kwamba ni Chadema pekee kwa miaka yote imekuwa ikishiriki na kuadhimisha siku hii kwa ukamilifu wake na kujadili juu ya masuala ya vijana duniani, kwa sababu ni baraza la vijana pekee la Chadema tunalotambua msingi wa vijana, umuhimu wa vijana na kutetea majukumu na maslahi ya vijana ndani ya taifa letu. Karibuni Dodoma, tukutane Dodoma tarehe 12 mwezi wa 8 na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.